Naam, ndugu zangu katika imani, tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi na fadhila zake nyingi kwetu sisi. Alhamdulillah kwa neema ya Uislamu, alhamdulillah kwa neema ya afya, alhamdulillah kwa neema ya uzima. Kwa wale wote ambao ni wagonjwa, Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba awape shafaa, awape shifa katika maradhi yao, na wale wote ambao wametangulia mbele za haki من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, Allah subhanahu wa ta'ala awape thabat, awape nuru katika makaburi yao. Na sisi ambao tumebakia tuko hai, tuendeleeni kumuomba Allah atudumishe katika ibada mpaka mwisho uhai wetu. Naam, ndugu zangu katika imani, tunaendelea na darasa yetu ya tauhid, ikiwa leo tutaingia katika hadithi ya pili katika mlango huu. Tulikuwa katika mlango unaozungumzia kuhusu ad-du'a ila shahadati an la ilaha illa Allah, kulingania katika shahada ya la ilaha illa Allah, yani watu walinganie kuwaita watu katika kalima hii ya tauhid, kuwaita watu katika la ilaha illa Allah. Tutaingia katika hadithi baada ya jana kuona hadithi inayozungumzia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akimtuma Muadh bin Jabal kuelekea Yaman, na alimwambia katika maelekezo aliyompa kwamba huko Yaman akifika, basi liwe jambo la mwanzo ambalo ataanza kuwaita watu iwe ni katika tauhid, kuonesha pia umuhimu wa tauhid, mpaka watu yatakikana pia jambo la mwanzo wanaloanza kufanywa nalo da'wa basi liwe katika tauhid. Walillahi alhamdu. Leo tunaingia katika hadithi ya pili katika mlango huu. Walahuma, na kutoka kwa hao Bukhari na Muslim wanapokea hadithi an Sahal bin Sa'ad, kutoka kwa Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zimfikie huyu Sahal. Anaelezea, anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wa Allah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasimulia, anasema fi yawm Khaybar, katika siku ya Khaybar. Anasimulia sahaba huyu Sahal bin Sa'ad, ambaye jina lake kamili anaitwa Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid al-Ansari al-Khazraji. Sahaba huyu ni katika kabila la Khazraj na ni Ansari, yani ni katika wale wa Madina, na pia vile vile sahabiyun shahirun, sahaba ambaye ni mashhur, sahaba ambaye ni mashhur. Mata sanata 88, alikufa mwaka wa 88 hijiria. Waqad jawaza al-100, na sahaba huyu alikuwa tayari amepita zaidi ya miaka 100, alikuwa amepita zaidi ya miaka 100. Na ndugu zangu, wakati tunaendelea kusikiliza, basi inshallah itakuwa vizuri tukitap, kwa sababu kuna restrictions zinatumwa hapa, kuna hizi restrictions zinatumwa sasa kidogo huwa zinaleta sumbufu. Haya, sahaba huyu Sahal bin Sa'ad anasimulia, anasema hakika anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume wa Allah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam qala yawm Khaybar,
alisema katika siku ya Khaybar, yauma Khaybar ay yauma hisari Khaybara, siku akiwa katika vita vya Khaybara. Kiri katika vita ambavyo waislamu walipigana pia vipo hivi vita vya Khaybar. Sasa siku hii anasimulia sahaba huyu, anasema alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alisema nini? Tunazungumzia mlango wa kuwailingania watu katika kalima hii, mlango wa kuwaita watu katika tauhid. Anasimulia sahaba huyu, anasema alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo siku ya Khaybar, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la u'tiyanna ar-raya ghadan, siku ya kesho nitampa bendera. Raya, bendera yani ni alamul jaysh, bendera ya jeshi, alladhi yarji'una ilayhi 'inda al-karri wal-farr, katika vita, kwa sababu hapa ilikuwa katika vita vya Khaybar. Kuna ile bendera ambayo huwa watu wakashika juu, ambao kama ni ishara ya hili ni jeshi la Uislamu. Sasa bendera huwa inashikwa juu na kiongozi, yani yule ambaye anashika bendera ndo anakuwa kiongozi. Bendera ambayo wanajeshi huirejea wakati wa vita, mashambulia adui, na wakati pia kurejea vita vikiwa vikali, wanarudia nyuma, huwa karejea katika hii bendera. Na hii bendera yule ambaye anashika ndo anakuwa kiongozi wa vita. Sasa katika hivi vita vya Khaybar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kesho, siku ya kesho nitampa bendera mtu ambaye yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Nitampa bendera mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, yani kwanza huyo mtu anampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na pia vile vile mtu huyo Allah na mtume wake wanampenda, ndiye atakayepewa hiyo bendera. La u'tiyanna ar-raya ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu, kesho nitampa bendera, yani atakayekuwa kiongozi wa jeshi lenu atakuwa ni yule mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala wake, na pia vile vile mtu huyo yaftahu Allahu ala yadayhi, Allah subhanahu wa ta'ala ataleta ushindi wa vita hivyo kupitia mikono yake. Haya ni maneno ambayo aliyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku ya kesho nitampa bendera, yani atakayesimama kama kiongozi wa hilo jeshi, mtu ambaye anampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na mtu huyo pia Allah na mtume wake wanampenda. Pia vile vile yaftahu Allahu ala yadayhi, Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mikono ya huyo mtu ataleta ushindi, Fabata an-nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Basi masahaba baada ya kuambiwa haya maneno wakaenda wakalala, kisha wakawa wanafikiria sasa katika ile usiku, wanahangaika nani kesho atakayepewa bendera, kwa sababu wamesikia sifa zake. Huyo mtu ambaye atapewa bendera kesho na mtume, kwanza anampenda Allah na mtume wake, na mtu huyo pia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanampenda mtu huyo. Masahaba kila mmoja akawa na hamu, ni nani atakayepewa bendera, nani atakayekuwa na ni nani huyo mtu. Manake kila mtu akawa anatamani awe yeye. Hata Umar radiyallahu anhu anasema hakuwahi kutamani uongozi ila hiyo siku, kwa khairi alizosikia kwa huyo mtu ambaye atakayepewa bendera kesho na mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi wakaenda kulala wakiwa na fikra hii, wakiwa na hamu hii, wakiwa na pupa hii, kila mmoja anatamani awe ni yeye. Falamma asbahu ghadaw ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, pindi kulipokucha, palipopambazuka, maana asubuhi, wale masahaba wote wakakusanyika, wakakimbilia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha, kila mmoja kati yao akawa anatamani yeye ndiyo apewe ile bendera, yani yeye ndo awe kiongozi kutokamana na zile khair ambazo wamezisikia. Kwanza mtu huyo
anampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, pia vile vile mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanampenda. Palipokucha tu masahaba wote wakaenda kukusanyika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja anatamani yeye ndio apewe, kulluhum yarju an yu'taha. Faqal, walipokusanyika pale mtume sasa akasema, aina Ali ibn Abi Talib, yuko wapi Ali ibn Abi Talib? Sahaba wamekusanyika pale wanatamani wao ndo kila mmoja apewe. Kisha mtume akawauliza, aina Ali ibn Abi Talib, yuko wapi Ali ibn Abi Talib? Ali ibn Abi Talib huwa ibn ammi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa zawju ibnatihi Fatima wa khalifatu ar-rabi'atu min asbaqi as-sabiqin ila al-islam wa ahadu al-'asharati al-mubashirin bil jannah radiyallahu anhum ajma'in, qutila sanata 40. Ali ibn Abi Talib ni mtoto wa ammi, ibn ammi Rasulillah, mtoto wa ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mtoto wa baba yake mdogo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia vile vile huyo Ali alimuoa mtoto wa mtume ambaye alikuwa ni nani? Ni Fatima. Na pia vile vile huyo Ali ndio khalifa wa 4 katika wale khulafa ar-rashidin. Ali ibn Abi Talib ni khalifa wa 4 katika wale makhalifa, tena wa mwanzo kabisa katika waliomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia vile vile Ali ibn Abi Talib ni moja kati ya wale masahaba 10 waliobashiriwa pepo mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia vile vile huyu Ali alikufa, aliuawa mwaka wa 40. Nafikiri kwenye tarehe imeeleza hapo kisa kirefu mpaka kwa nini aliuawa na katika makhawarij. Kile tarehe zimeeleza. Sasa mtume, maswahaba walipokusanyika pale, kila mmoja akawa na hamu yeye ndo aweze kupewa ile bendera, ili awe nani? Ili awe kiongozi, kwa sababu kuna khairi hapo. Huyo mtu anampenda Allah na mtume wake, na Allah na mtume wake wanampenda mtu huyo. Kisha walipokusanyika, Mtume Muhammad akaulizia, aina Ali ibn Abi Talib, yuko wapi Ali ibn Abi Talib? Faqila, akasemwa, huwa yashtaki ainaihi, Ali ibn Abi Talib yashtaki ainaihi ay yu'limanihi min ar-ramd, yani Ali ibn Abi Talib anashtakia macho yake, yani anaumwa na macho yake. Siku hiyo Ali alikuwa akiumwa na macho, kwa hivyo hakuja hapo katika maswahaba waliohudhuria. Kwa sababu gani hakuja? Alikuwa anaumwa na macho, yani macho alikuwa anamuuma, alikuwa anapata maumivu sana kwenye macho. Kuna ugonjwa wa macho ambao ulimfikia Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Kisha baada ya kusikia hivi, mtume fa arsalu ilayhi fa utiya bihi fabasaqa fi ainaihi wa da'ala, akaagiza aletwe pale Ali ibn Abi Talib. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaagiza, mleteni hapa Ali. Alivyoletwa katika yale macho yake, akamchukua akamtemea mate katika yale macho yake. Fabasaqa fi ainaihi, kawa amempulizia akamtemea mate katika macho ya Ali. Wa da'ala, kisha akamwombea Ali ibn Abi Talib. Haya aliyafanya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Ali. Kisha baada ya hapo, fabaraa ka'an lam yakun bihi waj'un, akapona. Baada ya kufanywa hii tiba na mtume sallallahu alaihi wasallam, akapona, akawa mzima kabisa, kana kwamba hakuna ugonjwa wote wa macho ambao ulishawahi kumfikia. Yani mtume alimchukua akamtemea mate katika macho yake, kisha akamuombea dua kwa Allah, akapona kana kwamba hakuna ugonjwa wote wa macho uliomfikia, akawa mzima kabisa. Kisha baada ya hapo, fa'atahu raya, akampa ile bendera, kwamba yule mtu ambaye alikusudiwa jana na mtume sallallahu alaihi wasallam
kwamba mtu huyo anampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na mtume pia na Allah wanampenda mtu huyo, alikuwa ni nani? Alikuwa ni Ali ibn Abi Talib, ndiye ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkusudia na akampa ile bendera, akawa kama vile kiongozi. Sasa akawa kiongozi wa lile jeshi. Kisha baada ya hapo waqali, akamwambia, ameshapewa sasa bendera, ameshakuwa kiongozi wa lile jeshi, ameshakuwa kiongozi wa lile jeshi. Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa anamwambia yeye kama kiongozi wa jeshi, infudh ala rislik, infudh ala rislik ay imdhi liwajhik, ala rislik ala rifqika min ghairi ajalat, nenda elekea huko kwa maadui kwa upole wako, kwa upole. Nenda kwa maadui kwa upole. برفقك يعني على رسلك بمعنى على رفقك kwa upole, nenda kwa maadui kwa upole. Hatta tanzila bisahatihim, mpaka utakapofika pale katika qaruba min husunihim, nenda kwa maadui kwanza, uende kufika karibu na ile ngome yao, eneo lao lile. Thumma du'uhum ila alislam, kisha waite, walinganie wao katika Uislamu, waite katika Uislamu. Wa akhbirhum, ud'uuhum ila alislam, walinganie wao katika Uislamu, waambie Uislamu, yani waite katika tauhid, walinganie katika Uislamu. Ambapo hapa anasema Sheikh Fauzani hafidhahullah, alislamu wa huwa alistislamu lillahi bitawhid walinqiyadu lahu bitta'a walkhulus min ash-shirki wa ahlihi, waite wao katika Uislamu, Uislamu ambao subhanallah, nasema sisikiki. Haya, kama nimeshaanza kusikika vizuri mniambie. Haya, Ali bin Abi Talib. Haya, sawa, ngoja sasa nianzie nyuma kidogo. Ali bin Abi Talib baada ya kupewa bendera na Mtume sallallahu alaihi wasallam awe kama kiongozi wa jeshi katika vita hivi vya Khaybar, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, infudh ala rislik, nenda elekea huko kwa hao maadui kwa upole. Hatta tanzila ala bisahatihim, mpaka utakapofika katika eneo lao, katika ile ngome yao maadui utakapofika, nendeni huko kwa upole. Thumma du'uuhum ila alislam, kisha walinganie, kisha waite katika Uislamu, Uislamu ambao wa huwa alistislamu lillahi bitawhid, nao ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauhid, kwa kumpokesha. Walinqiyadu lahu bitta'a, na kunyenyekea kwake yeye kwa kumtii. Walkhulusu minashirki wa ahli, na kutakasika na shirki na watu wake. Hii ndio maana ya Uislamu. Yani Muislamu yoyote yatakikana uwe na maana hii. Ukiulizwa tu nini maana ya Uislamu, basi hapo hapo unajua kabisa Uislamu huwa alistislamu lillahi bitawhid walinqiyadu lahu bitta'a walbara'atu minashirki wa ahli, ama walkhulusu minashirki wa ahli. Uislamu ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumpokesha, na kunyenyekea kwake kwa kumtii, na kutakasika na shirki na watu wake. Hii ndio maana ya Uislamu. Na ni ajabu sana kumkuta Muislamu hajui hata maana ya Uislamu, yani muslimu bas hajui maana ya Uislamu nini, hajui Uislamu nataka nini. Yani ni Muislamu tu, kisha akaridhika na Uislamu wake basi. Uislamu unatakana ujue maana ya Uislamu, na sio kujua tu maana
uifanyie kazi pia Uislamu. Uislamu ambao wal istislamu lillahi bitawhid, ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha, wal inqiyadu lahu bitaa, na kunyenyekea kwake yeye kwa kumtii, wal bara'atu min ashirki wa ahli, ama wal khulus min ashirki wa ahli, na kutakasika na shirki na watu wake. Sijui imefahamika hiyo maana ya Uislamu? Maana ya Uislamu imefahamika? Umuaqira, mtu ambie maana ya Uislamu. Hebu rejea kidogo hapo, samahani lakini. Haya, ngoja anarejea umuaqira. Umuaqira, rejelea hapo maana ya Uislamu ni nini? Umuaqira yupo? Umuaqira, fungua maiki hapo tuambie maana ya Uislamu ni nini? Hausikiki? Hausikiki. Yani kila Muislamu takana ajue hii taarifu ya Uislamu. Umuaqira, bado hausikiki. Rudia tena, maana hujasikika. Ngoja pande tena. Ama kuna nani mwingine hapa anataka tuambie maana ya Uislamu? Umuaqira, hebu sasa sema, wengine ukasikika. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Binti Shamila, ulikuwa unataka kusema? Haya. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nataka nijaribu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kujisalimisha kwa Allah na kuyanyenyekea yale, kuyanyenyekea na kutii yale aliyoamrisha Allah. Hapana. Uislamu ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha na kunyenyekea kwake kwa kumtii na kutakasika na shirki na watu wake. Huwezi kuwa Muislamu umtii Allah subhanahu wa ta'ala alafu usitakasike na shirki au sio mbali na shirki. Lazima uwe na hiyo. Haya, naam, tunaendelea. Kwa hivyo akaambiwa jambo la mwanzo kabisa utakalofika huko iwe unawalingania wao na unawaita wao katika tauhid. Waite katika Uislamu, ambapo Uislamu watafahamu ni
kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha na kunyenyekea kwa kumtii na kuwa mbali na kutakasika na shirki na watu wake. Kisha baada ya hapo, wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqi Allahi ta'ala fihi. Baada ya hapo ukishawaita katika Uislamu, wape habari, wafikishie habari juu ya yale mambo ambayo ni wajibu kwa wao katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ay annahum in ajabuka ila alislam, ikiwa wao watakujibu, watapokea Uislamu, alladhi huwa at-tauhid, ambao ni tauhid. Baada ya kushakupokea tauhid, fa akhbirhum bima yajibu alayhim ba'da dhalika min haqqi Allahi fil islam, wape habari juu ya mambo ambayo ni wajibu kwa wao kuyafanya katika haki za Uislamu, katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala katika Uislamu, min as-salati waz-zakati was-siyami wal-hajji wa ghairi dhalik, katika kutekeleza ibada ya sala, katika zaka, katika funga, katika haji na mengineyo mengi katika haki za Uislamu. Kwanza waite katika tauhid, waupokee Uislamu, kubali Uislamu, wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala, wanyenyekee kweli, watakasiki na wawe mbali na shirki na watu wake. Kisha baada hapo sasa ndio wape yale mambo ya lazima na ya wajibu kwa wao. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kwa kusema, fa wallahi, naapa kwa Allah. Hapa akaapia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaapa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa wallahi, naapia kwa Allah. Na jambo ambalo atakalolia pia Mtume ni jambo kubwa, yani Mtume haapii kwa kitu ila kitu hicho ni kikubwa. Fa wallahi, naapa kwa Allah, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun lak min humrin na'ami. La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan, Allah subhanahu wa ta'ala akimuongoza mtu mmoja kupitia wewe, yani akaongoka mtu mmoja kupitia wewe, ukawa ndio sababu umemuongoza mtu, wewe ndio sababu yule mtu akaongoka. Mtu alikuwa ni mlevi, ukawa wewe ni sababu yule mtu akaacha ulevi. Mtu alikuwa ni mushrik, wewe ukawa ni sababu yule mtu akaacha ushirikina. Mtu mmoja tu, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida, mtu mmoja tu Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoza kupitia wewe, ukawa ndio sababu yule mtu akaongoka. Basi jambo hilo khairul laka min humrin na'am, ni bora kwako wewe, ni bora kwako wewe kuliko mtu kupata ngamia mwekundu. Humur na'am ay al-ibilul humr, ngamia mwekundu. Wa hiya anfasul amwal, wa hiya anfasu amwali al-arab, na hiyo ndiyo mali bora zaidi kwa Waarabu. Yani kumuongoza mtu mmoja, alikuwa mathalan ni mushrik ama alikuwa ni muas, fanya madhambi yoyote yale katika madhambi, wewe ukawa ni sababu yule mtu akaongoka, ni bora kwako wewe kuliko ile mali bora zaidi kwa Waarabu. Na hapa tunaweza kuona Mtume sallallahu alayhi wasallam ameanza kwa kuapia kwa kiapo, fa wallahi, na pia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida, Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoza kupitia wewe mtu mmoja tu, ikawa wewe ni sababu yule mtu akapata hidayah. Khairul lak min humri na'am, ni bora kwako wewe kuliko ile mali bora zaidi, kuliko jambo bora zaidi lolote. Hapa imetajwa humri na'am, yani ngamia mwekundu, na kwa Waarabu ngamia mwekundu alikuwa ni mali bora zaidi. Mali bora zaidi ni yule ambaye alikuwa akimiliki ngamia mwekundu kwa Waarabu. Sasa jambo hili likawa ni bora zaidi kwako wewe. Kwa hivyo haya ndio ambayo aliambiwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, baada ya kupewa bendera na yeye kuwa kama kiongozi katika ile jeshi, katika vita hivi vya Khaybara.
Haya ndiyo aliyoambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huko unapokwenda katika hao watu, nenda kwa upole mpaka ukishafika katika ile ngome yao. Thumma du'uhum ila alislam, kisha walinganie waite katika Uislamu. Wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqi Allahi ta'ala fihi, wape habari kwa yale mambo ambayo ni ya lazima, yana wajibu kwa wao katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala katika huo Uislamu, kama vile sala, zaka, funga, haji na mengineyo. Kisha ikakaja hiki kiapo, ukawa wewe ni sababu ya mtu mmoja tu kuongoka, mtu mmoja tu, hata usiwe na shida na watu 10, mtu mmoja tu wewe, basi huyo anakutosha kwako wewe, ni bora kuliko ile mali yenye thamani kubwa zaidi. Jambo hilo ni bora kwako wewe. Hadithi hii inapokelewa na Bukhari na Muslim katika sahihi zao. Tukija al-ma'na al-ijmali lilhadith, maana ya ujumla ya hadithi hii, anasema Sheikh al-Fawzani hafidhahullah, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam bashara as-sahabata bintisari al-muslimina ala al-yahudi min al-ghadi ala yadi rajulin lahu fadilatun adhimatun wa muwalatun lillahi wa lirasulihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwabashiria masahaba zake kwa kupatikaniwa nusra, yani hivi vita ambavyo walikuwa viingie, vita vya Khaybar. Mtume alibashiria nini? Kutakuwa na ushindi utapatikana kwa Waislamu dhidi ya Mayahudi siku ya kesho. Tena ushindi huo utapatikana kukiwa kwa uongozi wa mtu ambaye ana fadhila kubwa, mtu ambaye ana fadhila tukufu, kama tulivyoona katika hadithi. Mtume alisema mtu huyo yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, anampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanampenda mtu huyo, yani ana mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kisha baada ya mtume kuwapa bishara hii, fastashrafa as-sahaba, You are talking, they were hearing here. I just come here now, so they were hearing. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowapa bishara hiyo, fastashrafa as-sahabatu lidhalik, kila mmoja katika masahaba ikawa yeye ndio anatamani kuwa mtu huyo mwenye atapewa hiyo bendera, mwenye atakuwa na utukufu huo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja akawa anatamani hivyo, yani kullun yawaddu an yakuna huwa dhalika ar-rajul, kila mmoja akawa yutamani kuwa yeye ndio mtu huyo. Min harsihim ala alkhair, na hii yote ikiwa ni pupa yao masahaba katika khair. Sahaba alikuwa na pupa kukimbilia katika khair. Jambo hili hata sisi tutakana tuwe nalo ndugu zangu katika imani. Muislamu yatakikana uwe na pupa ya kukimbilia mambo ya khair. Muda wako umesikia hili jambo lina khairi na wewe, lina khairi kwako wewe, basi kuwa na pupa na jambo hilo. Usiwe nyuma katika mambo ya khairi Muislamu. Kuwa siku zote daiman mstari wa mbele katika khair. Daiman kuwa mstari wa mbele katika khair. Kwa hivyo masahaba waliposikia mtu huyu atakuwa ni hivi na hivi, anapendwa na mtume na anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanampenda mtu huyo, wakawa na pupa, kila mmoja watamani kuwa yeye awe katika daraja hiyo. Falamma dhahabu ala al-maw'id, pindi walipofika sasa, manake mtume aliwaambia hiyo ni kesho, kila mmoja akaenda akiwa na hamu hiyo na pupa hiyo. Ilipofika sasa ile siku ambayo waliwekeana ahadi ya kukutana pale, talaba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam aliyan, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtafuta nani? Akamtafuta Ali. Aina Ali? Maana alipofika pale akaulizia aina Ali ibn Abi Talib, yuko wapi Ali ibn Abi Talib? وصادف أنه لم يحضر لما أصابه من مرض عينيه.
Ikatokea kwa bahati Ali bin Abi Talib hajahudhuria pale katika masahaba waliohudhuria pale, na kwa sababu alikuwa amepatwa na maradhi katika macho yake. Thumma hadhara, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka Ali aletwe pale, akaletwa, akaitwa pale, akahudhuria na yeye katika ile kundi la masahaba. Fatafala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihima min riqihi al-mubaraki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtemea mate katika yale macho ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mtume akatemea mate katika yale macho, mate yake yenye baraka. Yaliokuwa na baraka ni mate ya mtume tu jamani, wala leo hii sio katamani kwenda kutemewa mate na sharifu au masharifu na kadhalika. Yaliokuwa na baraka ni mate ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Au wengine huku leo hii ukienda huko waweza ukaja na corona hapa, waweza ukaja na UTI. Ilikuwa na baraka ni mate ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Yalikuwa ni baraka, yalikuwa ni dawa pia. Kwa hivyo baada ya kufanywa hivi Ali bin Abi Talib, fazala ma yahissu bihi min al-alam zawalan kamilan wasallamahu qayadat al-jaysh. Ali bin Abi Talib baada ya kufanywa hivi na mtume sallallahu alaihi wasallam, yakaondoka yale yaliyokuwa akiyahisi katika maumivu kwenye macho yake, yakaondoka yote. Yani tena akarejea, hadithi inatuelezea yale macho yakarejea kama vile hakuwahi tena kupatwa na magonjwa yote katika macho yake. Fabaraka allam yakun bihi waj'un, yale macho yakapona kabisa, yakarejea vile vile yalivyokuwa, kama vile hakuwahi kupatwa na ugonjwa wote wa macho baada ya kufanywa tiba hii na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya hapo akamweka yeye kuwa qiyadatul jaysh, yani kawa msimamizi wa lile jeshi, kwa sababu yeye ndiye aliyepewa hiyo bendera, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wa amarahu bilmudhiya ala wajhi birifqi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha sasa Ali, baada ya kuwa ndio ameshakuwa kiongozi wa lile jeshi, akamwamrisha sasa aelekee huko katika hiyo ngome ya maadui, birifqin, kwa upole, hatta yaqraba min husnil adui, mpaka atakapokaribia katika ngome ile ya maadui. Fayatlubu minhum ad-dukhula fil islam, atake kwa wao sasa, jambo la kwanza hili, atake kwa wao waingie katika Uislamu. Na hapa aliambiwa aende kwa upole, na hii ni kuonesha kwamba Uislamu sio dini ya vurugu. Uislamu sio dini ya vurugu. Hata kama watu hawamtii Allah subhanahu wa ta'ala, sio eti ndio yatakana sasa waende wapigwe wafanye hivi. La, waendeni kwa upole kabisa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia Ali, infudh ala rislik, nenda kwa upole wako wewe, tumia upole, nenda hapo. Ukishafika hapo, kwanza waite wao katika Uislamu, waite wao waingie katika Uislamu. Fa in ajabu akhbarahum bima yajibu ala almuslim min faraidha, watakapokuitikia hilo, watakapolipokea hilo, kakubali, kisha wape habari kwa yale ambayo ni ya wajibu kwa wao katika Uislamu, kwa Muislamu kuyatekeleza katika faraidh ambazo zipo katika Uislamu. Bimaana katika yale mambo ambayo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Uislamu, kama vile sala, min as-salati waz-zakati was-siyami wal-hajji wa ghairi dhalik. Akishapokea kwanza hilo la tauhid. Thumma bayyana sallallahu alayhi wasallam li Ali, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha, akaweka wazi kwa Ali, fadla ad-da'wati ila Allah, ubora wa kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ubora wa kuwaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ad-da'iya idha hasala ala yadayhi hidayatu rajulin wahidin, na kwamba huyu da'iya, huyu mlinganizi, huyu anayefanya da'wa, ikitokea kwake yeye
amemuongoza, ikawa ni sababu yeye ameongoka mtu mmoja kupitia da'wa yake, fadhalika khairul lahu min anfasil amwali ad-dunyawiyya, hilo jambo ni bora kwake yeye. Fadhalika khairul lahu, yani ikawa mtu mmoja ameongoka kupitia da'wa ya da'i atakayoifanya, mtu mmoja tu akaongoka, fadhalika khairul lahu min anfasil amwali ad-dunyawiyya, jambo hilo ni bora zaidi kwake yeye, ni khairi zaidi kwake yeye kuliko mali ghali zaidi, min anfasil amwali ad-dunyawiyya, kuliko ile mali ghali, mali bora zaidi katika mali za kidunia. Fakaifa idha hasala ala yadayhi hidayatun akthar min dhalik, vipi katika mikono yake kukapatikaniwa hidayah kwa watu wengi zaidi ya hao, itakuwaje? Yani kama mtu mmoja tu ni ubora mkubwa kama huu, vipi sasa wakaongoka watu wengi zaidi ya huo mmoja, kaongoza watu wawili, watatu, wanne, watano, kundi la watu, itakuwaje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Bimaana kuna khairi nyingi sana. Mtu mmoja tu akawa ni sababu ya da'wa yako wewe, ikawa Allah subhanahu wa ta'ala amempa hidayah kwa sababu ya da'wa yako, ni khairi kwako wewe, mtu mmoja. Fakaifa idha hasala ala yadihi hidayatu akthar min dhalik, vipi sasa katika mikono ya huyu itakapopatikana hidayah kwake kuongoza watu wengi zaidi ya hao, itakuwa vipi? Ni ubora ulioje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuonesha pia ni ubora mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, munasabatu alhadith lilbab, munasab wa hadithi hii katika mlango huu. Anasema al-allama al-Fawzani hafidhahullah, anna fihi mashru'iyyatu ad-da'wati ila al-islam alladhi huwa ma'na shahadati an la ilaha illa Allah. Ndani yake hii hadithi kuna sheria ya kuwalingania watu, kuwaita watu katika Uislamu ambayo hasa ndiyo maana ya la ilaha illa Allah, ndiyo maana ya shahada ya la ilaha illa Allah. Tupo katika huu mlango unaosema babu ad-du'ai ila shahadati an la ilaha illa Allah, mlango wa kuwaita watu, kuwalingania watu katika shahada ya la ilaha illa Allah. Kwa hivyo hadithi hii pia ndani yake kunaonekana ile sheria ya kuwaita watu na kuwalingania watu katika kalima hii ya la ilaha illa Allah. Ndani tunaona imewekwa hii sheria kuwaita watu katika kalima, kuwaita watu katika Uislamu, ambapo Uislamu ndio maana yake kuna la ilaha illa Allah, kama tulivyosoma maana ya Uislamu alivyoelezea hapa Sheikh Al-Fawzani hafidhahullah. Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-khulusu min ash-shirki wa ahlihi. Katika maana nyingine akasema wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, wa bayanu fadli ad-da'wati ila dhalik, na kukabainishwa katika hadithi hii ubora, fadla za kuwalingania watu katika Uislamu. Bimaana katika fadla hizo na ubora, ikiwa wewe itakuwa ni sababu ya mtu mmoja akapata hidayah kupitia da'wa yako uliyoifanya, hilo ni bora kwako wewe kuliko ile mali ghali, mali bora zaidi kwa watu. Mtu mmoja tu ikawa ni sababu ya wewe kukuongoza ama kuongoka kupitia da'wa yako, hilo jambo ni bora kwako wewe kuliko ile mali ambayo itakuwa ghali zaidi kwa mali za dunia. Hiyo ni katika fadhila za da'wa ama ubora wa da'wa. Tunaingia sasa katika faida zinazopatikana katika hadithi hii, ma yustafadu min alhadith, faida ambazo zinapatikana katika hadithi hii. Faida ya kwanza fadilatun dhahiratun li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, fadhila ya ubora wa wazi kabisa. Hapa tuliweza kuona katika hadithi hii, tunaweza kuona ubora wa wazi kabisa kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, kwa sababu ndiye ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema huyu mtu
ndio nitakayempa bendera kesho. Mtu ambaye anampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na Allah na mtume wake wanampenda mtu huyo. Tunaona ubora wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wa shahadatun min ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam lahu bimuwalatihi lillahi wa lirasulihi wa imanihi dhahiran wa batina. Mapenzi yamedhihirishwa hapa, mapenzi ya Ali bin Abi Talib kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na imani yake dhahir na iliyofichikana. Kwa hivyo Ali alikuwa anampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake walikuwa wakimpenda Ali. Japokuwa hapa kuna mambo mengi, hata wale Shia Rawafidha wakachukua hadithi hii na kuonesha ubora wa Ali. Simuona hapa Ali alikuwa bora zaidi kuliko hao. Zipo hadithi nyingine nyingi sana huko zikielezea mambo mengine mengi kabisa katika masailu hayo, mpaka anakuwa na ukhalifa. Kama tulivyoelezea hapa, Ali huyu bin Abi Talib ni ibn ammi Rasulillah, ni mtoto wa baba mdogo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia vile vile Ali wa zawju ibnatihi Fatima, ni mke ni mume wa mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib mke wake ni Fatima, ambaye Fatima ni mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia vile vile wal khalifatu rabi', Ali bin Abi Talib ni khalifa wa 4 katika wale makhalifa wa Uislamu. Tunafahamu katika Uislamu kuna khulafa ar-rashidin, tukianza na Abu Bakar as-Siddiq, kisha Umar bin Khattab, kisha Uthman ibn Affan, kisha Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Kwa hivyo hapa tumeona ubora wake Ali kubwa kabisa, ambao pia ulielezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia zipo hadithi zikielezewa kuhusiana na ubora wa Abu Bakar, zipo pia hadithi kuna kwa Umar kadhalika. Kwa hivyo wao wakachukua tu hii na kuonesha kwamba naam kadha wa kadha na kuleta talbisi zao. Haya, hiyo ni faida ya kwanza tunaiona. Faida ya pili, ithbatu anna Allah yuhibbu awliyaahu mahabbatan taliqu bijalalihi kasairi sifatihi almuqaddasati alkarima. Hapa tunapata uthibitisho ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale vipenzi vyake, wale mawali wake, vipenzi vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wanaompenda Allah subhanahu wa ta'ala basi wafahamu pia Allah anawapenda mahabbatan taliqu bijalalihi, mapenzi ambayo yanafungamana na uweza wake, yanarudi katika utukufu wake na uweza wake Allah subhanahu wa ta'ala. Si kama mapenzi yetu mimi na wewe tunavyopendana huko, la, mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala taliqu bijalalihi, sio mapenzi yetu huku ya uongo na kweli. Mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, mapenzi ya kihakika. Allah anawapenda mawali wake. Tukisema mawali wake ni wale vipenzi, katika Qur'ani Allah anasemaje? Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Mawali wa Allah hawatakuwa na hofu wala hawatakuwa na huzuni, ni wale ambao waumini, wale waumini alladhina amanu wa kanu yattaqun, wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala kikweli, wakawa wacha Mungu wa kikweli. Hawa ndo mawali, hawa ndo awliya Allah, na wala sio katika sifa zao eti sio kuwa na likilemba likubwa kwamba huyu ndo wali. La, mawali wa Allah ni wale waumini wa kikweli na wacha Mungu wa kikweli. Sio dalili eti ana kilemba likubwa, likilemba likubwa ama akona nini na tasbihi ndefu, bakora hiyo anatembeaga nayo, bakora imekaa vipi, eti kwamba hiyo ndo dalili kwamba huyu ndo wali. La, mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wale waumini wa kikweli wenye kumwamini Allah kisha wakawa wacha Mungu wa kikweli, katika mahaba yao wote wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, mahaba yao yote wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, paka Allah subhanahu wa ta'ala na wao akawapenda. Nafikiri imekuja katika hadithi ile kwamba Allah subhanahu wa ta'ala
huwa anapenda na kuchukia. Akipenda Allah subhanahu wa ta'ala, akipenda mja, huwa akamuita kiongozi ule wa malaika huko juu, Jibril, na kumwambia ya Jibril, inni uhibbu fulani faahibbuhu, ewe Jibril, hakika mimi nampenda fulani. Tena kwa jina kabisa inatajwa pale, hakika mimi nampenda fulani, basi na wewe mpende. Jibril huwa akampenda mtu huyo, kisha ushuka kwa malaika na kuambia, ewe malaika, enyi malaika, Allah subhanahu wa ta'ala anampenda fulani na nyinyi mpendeni. Malaika wanampenda mtu huyu. Kisha uteremkwa sasa duniani huku na kuambiwa viumbe vyote, sauti hiyo nasikika na viumbe vyote isipokuwa binadamu tu na majini ndio hatusikii. Inatangazwa, enyi watu wa ardhini, hakika Allah anampenda fulani na nyinyi mpendeni. Vitu vya ardhini vinampenda pia. Huyu ndo mcha Mungu, huyu anempenda Allah. Huyu ndo wali sasa, huyu wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa tunapata uthibitisho pia Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale vipenzi vyake. Kwa hivyo tumpendeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kiwa kweli tunataka kupendwa na Allah, basi tumpendeni Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atatupenda. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah katika Qur'an, waambie hao, qul, waambie, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, nifuateni mimi, yale niliyokuja nayo yafuateni katika maamrisho na makatazo. Mkifanya hivyo, yuhibbukumullah, Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni. Kila mmoja kati yetu hapa anataka mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi sisi tukae katika mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukisema kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni vipi? Kwa kutekeleza maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Yani vipi wewe unasema unampenda Allah alafu unamuasi? Itakuwa ni mapenzi ya uongo sasa haya. Si mapenzi ya kweli. Kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kihakika ni kutekeleza maamrisho yake yote aliyoyaamrisha na kuacha makatazo yake yote. Vipi utasema unampenda Allah subhanahu wa ta'ala alafu bado unamuasi, unafanya maasi na maasi Allah, utekelezi ibada ya sala kwa wakati wake, kadha wa kadha katika maasi? Haya itakuwa si mapenzi ya kihakika wala hata ukisema kwa mdomo, lakini si mapenzi ya kihakika. Kumpenda Allah basi ni kutekeleza maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Faida ya tatu tunayoipata, hirsu sahabati ala alkhairi, pupa ya masahaba kukimbilia katika khair, watasabuquhum ila al-a'mali salihah, na kushindana kwao katika matendo yaliyokuwa mazuri, radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala awe radhi nao. Masahaba walikuwa na hii, na sisi atakana pia tuwe nalo hili la kupupia mambo ya khair, kukimbilia mambo ya khair. Tusiwe nyuma, Waislamu tusiwe nyuma kwenye khair. Yani ukisikia jambo lolote lina khairi na wewe ni bora katika Uislamu, basi wewe kama Muislamu yafaa ukimbilie jambo hilo, uwe na pupa nalo, usiwe nyuma katika mambo ya khair. Kuwa na pupa katika mambo ya khairati unayoyafanya, na pia vile vile kushindana pia katika khair. Hii inafaa kushindana pia katika nini? Katika khair. Faliyatanafasil mutanafisun, washindani wenye kushindana katika khair. Walilifanya hili masahaba radiyallahu anhum, waliyafanya haya. Kisa maarufu kile cha kushindana kwa Umar pamoja na Abu Bakr radiyallahu anhuma kuhusiana na masala ya kutoa. Tunafahamu walikuwa wakishindana katika hili. Umar alitoa nisfu malihi, nusu ya mali yake yote kabeba, kaja na mali kubwa kuliko maswahaba wote pale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuliko maswahaba wote Umar alikuja na mali kubwa sana, nyingi, nusu ya mali yake yote kaja nayo pale. Maswahaba kuona hivi wanashangaa kabisa, Umar amebeba, mbona amebeba mali nyingi sana huyu? Kufika pale anamwambia ya Rasulullah, hadha nisfu mali, hii ni nusu ya mali yangu, hii nimeileta hapa nyumbani, nimebakisha nusu. Paka Umar mwenyewe akasema, sasa leo tamshinda huyu Abu Bakar, na aje hapa tumuone. Ghafla wanashangaa kidume hicho Abu Bakar anakuja
kabeba mali yote nyumbani kwake, kila kitu kabeba nyumbani kwake, mali yote. Kaja pale anaweka nyingi kuliko Umar. Umar mwenyewe anashangaa. Kuulizwa, Abubakar anasema nimebeba hii, ni mali yangu yote nyumbani, nimemwacha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kushindana katika khair, walishindana masahaba, walikuwa na pupa ya kukimbilia katika khairi masahaba. Pia na sisi kama wafuasi wao, wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, yafaa pia tuwe na pupa ya kukimbilia khair, na pia tushindane katika mambo ya khair, tushindane katika mambo ya khair. Faida ya 4 tunayoipata, mashru'iyatul adab inda alqital wa tarki الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. Amri ama sheria ya adabu wakati wa vita, wakati wa mapambano, na kuacha papara, kuacha fujo, kuacha kunyenyua kelele, kuacha kutoa makelele, kuleta fujo ambazo hazina maana. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anamwambia Ali aende huko, alimwambia infudh ala rislik, nenda kwa upole, infudh ala rislik ay ala rifkik min ghairi ajala. Siwe na pupa au siwe na kelele huko, ukaenda na vurugu na mayowe na makelele makubwa na watu eti ndio vita. Kwa hivyo hapo kulikuwa kuna adab. Hivyo vita ambavyo walikuwa wakipigana vilikuwa na adab, watu waende kwa upole. Ikishaonekana mambo sasa hayaeleweki, mambo ni magumu, basi mnakuja kupigwa, mnakuja kuletewa madhara, basi nanyi jihameni, mnajihami sasa kwa kujikinga, kwa kujilinda. Lakini sio tu kuanza na vurugu na makelele. Waislamu sio watu wa vurugu bana. Waislamu sio watu wa papara, Waislamu sio watu wa makelele na fujo. La. Kuko na amri pia, hata kitokea hayo mambo ya qital na nini, kuko na adabu yake. Watu watakana wafuate adabu ambazo zimewekwa katika mapambano. Faida nyingine tunayoipata, amrul imami ummalahu birrifqi wallini min ghairi dha'fin wala intiqadhi azimatin. Kiongozi kulazimiana na kuamrisha wale anaoongoza katika swala la upole na ulaini, pasina ya udhaifu. Yani huo upole, ndugu zangu, upole si udhaifu. Yani mtu akiwa mpole, kimuona mtu ni mpole, si ishara kwamba yeye ni dhaifu, ama si kwa ishara kwamba yeye ni mnyonge. La. Wala intiqadhi azima, wala kuvunjika moyo. La, haina maana hiyo. Kiongozi kuamrisha watu wake katika upole na ulaini, pasina ya udhaifu wala ya kuvunjika moyo ama ya kukata tamaa. Wawe na nguvu. Yani upole si ishara ya udhaifu, wala upole si ishara ya unyonge na kukata tamaa na kuvunjika moyo. La, bali upole ndio adab ambao Uislamu unatuweka adabu hiyo. Faida nyingine tunayoipata, wujubu da'wati ila al-islami la siyama qabla qitali al-kuffar. Wajibu wa kuwaita watu katika Uislamu, hasa kabla ya kuanza kupigana, kuanza kuleta vurugu, kuanza kupigana na watu. La, wewe anza kwanza kuwaita watu katika Uislamu, kama ilivyokuwa hapa kwa Ali akiambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukifika huko hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqi Allah ta'ala fihi. Hakuambiwa tu afika huko sasa wanza sasa tupa mishale ama rusha sijui nini. Waite watu kwanza katika Uislamu, waite watu katika Uislamu kwanza. Hata masahaba walikuwa wakifanya da'wa, mpaka sasa ilipokuja sasa kuona wanaonewa, wanapigwa, wanafanywa hivi na hivi, ndipo sasa amri hii ikaja kwamba Waislamu wasikae tu hivi wapigwa. Jisaidieni na nyinyi sasa, pambaneni, nendeni katika vita, wanakuja kuwadhuru, pambaneni nao. Lakini mwanzo kwanza ilikuwa nini? Watu waitwe katika Uislamu, watu waitwe katika Uislamu. Haya, faida nyingine tunayoipata,
أن الدعوة تكون بالتدريج. يطلب من الكفار أولا الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين ثم يؤمر بفرائض الإسلام بعد ذلك. حقيقة دعوة kwamba da'wa ambazo zinafanyika basi itakunu bitadrij, zinakuwa kwa utaratibu maalum, yani zinakuwa hatua kwa hatua. Mwanzo kwanza fayatlubu min al-kafir awalan ad-dukhul fi al-islam. Kafiri mwanzo anatakana aingie katika Uislamu mwanzo kwanza binutq bishahadatain, kwa kutamka shahada mbili, kisha baada ya hapo yu'maru bi fara'id al-islam ba'da dhalik, ndipo sasa anaamriwa katika sheria ama katika faradhi za Uislamu ambazo zimebakia. Baada ya hapo mwanzo aingie katika Uislamu, atamki shahada awe Muislamu kwanza, ndipo sasa aanze sasa kufundishwa ibada ya sala na mengineyo, funga, haji na vinginevyo. Kwanza awe katika Uislamu, aikubali tauhid, apokee. Na kitu kisema kutamka shahada hii la ilaha illa Allah, hii ni tauhid moja kwa moja, hii ni tauhid, la maabuda bihaqqin illa Allah. Faida nyingine tunayoipata, fadhlu da'wati ila al-islam, ubora fadla za kuwalingania watu katika Uislamu. Wama fihi min alkhairi lilmad'u wad-da'i, na yaliyoko ndani yake katika khair kwa yule mwenye kulinganiwa na yule mwenye kulingania, wote wana khairi hawa. Falmad'u qad yahtadi, yule anayelinganiwa khairi yake yeye anaongoka, anapata hidayah, naongoka. Kama kulikuwa kuna maasi yanafanya katika madhambi na machafu anayaacha, inakuwa ni sababu kwake yeye kupata hidayah. Wadai, na yule mlinganizi sasa, wadai yuthabu thawaban adhima, anapata malipo makubwa sana. Kama tulivyoona hapa, ni bora kwake yeye kuliko ile mali bora zaidi ambayo inaonekana ni bora zaidi, akaongoka, ikawa ni sababu wewe ukamuongoza mtu mmoja, ni khairi kwako wewe kuliko ile mali yenye thamani zaidi. Naam, nafikiri tutaishia katika faida hiyo, katika kuelezea faida ambazo zinapatikana katika hadithi hii, ikiwa tupo katika mlango huu wa watu kulingania katika tauhid, watu kuwaita watu katika shahada hii ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tutaishia hapo kwa siku ya leo, japokuwa leo nilichelewa kidogo, lakini walillahi alhamdu. Natumai darasa itakuwa imeeleweka na darasa itakuwa imefahamika. Kama kutakuwa na swali ama kuna mahala pajieleweka, basi unaweza kuuliza sasa. Naona ndio muda wake huu. Barakallahu.